Ramadhani Cup ni jambo tu la kukaa. Kwanza sio jambo jipya, sio jambo ambalo Makonda amekuja nalo, ni jambo ambalo mimi nimelikuta na watu wanacheza, na ni heshima pia kwa jamii kupata kitu kinachowakumbusha pia swala la imani. Jina lenyewe linabeba maudhui ya mfungo, na mfungo umeonyesha umuhimu wa ibada, na vijana wanapata nafasi ya kukutana, inawapa nafasi zaidi ya kutafakari habari ya ibada, lakini pia wakati wanaimarisha miili yao kuelekea katika kipindi hicho. Sasa mwaka jana pia kulikuwa na mwingiliano kati ya Kwaresima na mwezi mtukufu, na mwaka huu pia kwa makusudi na mapenzi ya Mungu kuna mwingiliano pia kati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresima. Sasa jina ni jina tu, watu wanaweza kabuni jina moja likabeba, kwa sababu hata wanaocheza kwenye Ramadhani Cup sio wote dini moja, ni dini mchanganyiko, na wengine hata hawana dini kabisa, lakini wanapenda jioni baada ya iftari au baada ya watu wengine kutoka kwenye ibada wanakutana. Wengine sio wachezaji, ni watazamaji, wanapata nafasi ya kubadilishana mawazo. Lakini sisi kwenye upande wetu tunachukulia michezo pia ni fursa ya kuconnect watu, ni sehemu watu wanakutana, wanabadilishana mawazo, watu watengeneza fursa za biashara na maisha yanaendelea. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo na limefanywa sio kwa mara ya kwanza, na imani pia hata viongozi wetu wa dini waliosema hawakusema kwa nia mbaya, na uongozi unaoandaa lile shindano wataona njia bora zaidi ya kulifanya ili liweze kuwabeba watu wote, lakini pia lisikilizane na misingi ya kiimani. Wazee wetu waliweka mpango mji mzuri na wakatengeneza viwanja vingi vya kuwapa nafasi vijana kucheza. Sasa ndio walisi wazee ndio mkauza, mkabadilisha na matumizi kila eneo, mkaonaweza kwa fursa ya kuweka biashara, fursa ya kutengeneza nini, na mwisho siku mkaenda hapa kwenye maeneo ya viwanja vya shule na penyewe mkapora. Unajua zamani hata kila shule ilikuwa na uwanja wake kwa nini? Kwa michezo. Ikafika hata uwanja wa shule ukapolwa na wenyewe. Kwa hiyo tumejikuta tunayo changamoto ya maeneo ambayo yanapaswa kuwepo wazi kwa ajili ya kutoa fursa ya vijana hata mtaani tu kufanya mazoezi yao na kushiriki. Ukienda kwenye nchi za watu wengine utakuta viwanja vingi vidogo vidogo vimejaa mitaani na watu wanapata fursa ya kufanya mazoezi. Lakini sasa mkakati wa wizara chini ya maelekezo ya Daktari Samia, kwanza tunaanza ujenzi wa shule za mfano 56 ambazo hizo kwa awamu ya kwanza tunakwenda kujenga shule 7, na shule hizi zitakuwa maalumu kwa ajili ya kukuza na kutengeneza fursa ya watoto wenye vipaji kuandaliwa katika umri mdogo ili waje wamiti vigezo na masharti yanayotakiwa kwenye kununuliwa au kusajiliwa na timu kubwa. Lakini jambo la pili, tumekaa na kuhamasisha, na sasa tuna mpango kama wizara tuanze pia na halmashauri 20 ambazo zitaweza kujenga viwanja na kujenga shule kwa ajili ya au center kwa ajili ya kukuza vipaji vya watoto wetu walioko kwenye maeneo yao. Kwa mfano mathalan tuko hapa Temeke ndio walikotoka wakina Samata. Lakini kwa nini halmashauri ya Temeke isiwe na shule yake ya awali ya kulea na kukuza vipaji vya watoto wa wilaya yetu ya Temeke, ili kesho na kesho kutwa nao wanunuzi wa Azamu wanapotafuta kusajili watu kama Yanga, Simba, Namungo, Singida kule Ihefu, waje wanunue vijana wanaotoka katika wilaya yetu ya Temeke. Kwa ziko halmashauri ambazo tunataka tukae nazo na kuziomba zione umuhimu wa kuwekeza kwenye hizi center za kutrain watoto, na kwa kwanza nataka tuanze na 20, na basi hizo tuko kwa mwanzo wa maandalizi ya bajeti. Tuna imani wataweza. Kwa mfano kwangu kule jimbo kwangu Arusha, kama tunajengewa uwanja wa mabilioni
na sisi wenyewe jiji la Arusha tunajenga uwanja mwingine. Manake ni jambo sahihi kabisa kuanza kuwa na shule au hizi center kwa ajili ya kutrain watu. Kwa mpango mwingine wa pili huo, ndoto ya Daktari Samia anaanza na shule 56, lakini sisi tunataka tushuke tuje. Lakini la tatu, tunaangalia namna ya kukaa meza moja na wizara yetu ya fedha, kuona namna gani tunaweza kuishawishi kuweka vivutio vya kuwafanya private sector waweze kujenga center za watoto kwa ajili ya kutrain. Kwa sababu pia jambo hili sio la mtu mmoja tu. Mpira pia ni biashara. Ukiachilia mbali halmashauri, ukiachilia mbali uwekezaji ambao Daktari Samia anataka kufanya kwenye shule 56, lakini pia tunafikiri namna gani tunaweza kupitia upya sheria na kanuni zetu ili kutengeneza mazingira bora ya kuwashawishi watu binafsi wawekeze kwenye upande wa michezo. Nyinyi mnafahamu pale Morogoro pale, sijawahi kutembelea, lakini Morogoro imekuwa moja ya sehemu inayotoa wachezaji wengi, na yule mtu wa Morogoro ni miongoni mwa watu ambao wanatakiwa kuangaliwa na kupewa incentive ili aendelee kutengeneza hizo fursa nyingi zaidi. The same applies kwa kule Manyara, mtu mpaka anajenga na uwanja wake anatengeneza. Ukienda kule Mwanza kuna watu. Kwa hiyo tunataka tuongeze idadi, na mimi nitumie fursa hii kuwaomba wapenzi wote wa michezo ambao wanataka kuwekeza kwenye center za training kwa ajili ya vijana, waje wizarani, tukae tuone mambo gani yanakwamisha hizo ndoto walizokuwa nazo, alafu sisi kama serikali tufanye nini ili kwa pamoja tuweze kuchochea hii sekta ya mpira wetu wa miguu na sekta ya michezo mingine. Sasa nafikiri mzee wangu utakuwa umepata picha ya kwamba tunatamani kwenda tukianza na hizi shule zetu 56 ambazo Daktari Samia tayari ameshatoa maelekezo, na hivi tunavyoongea tayari wameshatangaza tenda kwa ajili ya wakandarasi kujitokeza kwa ajili ya kujenga, lakini pia kuhamasisha halmashauri ziweze kufanya hivyo, lakini mwisho kuangalia namna bora ya engage private sector, wawepo watu ambao wanamiliki shule zao za michezo tu. Sambamba na hilo, tunaangalia pia maboresho ya mifumo. Tumefanya kikao kikubwa sana na taasisi zetu, ikiwa idara ya michezo pamoja na chuo chetu cha Maria, kuangalia pia mapungufu tulionayo katika upande wa marefa, upande wa makocha na walimu wa michezo. Kuna gap kubwa sana, nafikiri namba ni zaidi ya watu 10,000 ambao wanahitajika sokoni, na uwezo wetu wa kuzalisha kama chuo wataalamu hauwezi kumiti hivyo vigezo. Inaweza kuchukua zaidi ya miaka hata 5 mpaka 7 tuweze kufikia hatua ya kuwa na walimu wa kutosha, kwa sababu usiongelee tu kuwa na shule alafu pia huna mtaalamu wa kufundisha. Hivi vitu vyote vinaenda simultaneously, lazima viende pamoja. Kwa hiyo moja, kwenye hilo eneo tumeweka mkakati kama wizara, na chuo chetu cha Maria kinakamilisha utaratibu wa kurasimisha mpango kazi utakaohusu wizara yetu ya elimu na wizara yetu ya TAMISEMI na wizara yetu ya michezo. Na mtakumbuka Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati ananiapisha ali-emphasize kwenye upande wa kushirikiana na TAMISEMI ili tuanze kutengeneza vipaji wakiwa katika umri mdogo. Kwa hiyo kazi inafanyika na tuna uhakika ndani ya wiki hii andiko litakuwa limekamilika na hizi wizara zetu mbili na kupelekwa kwa makatibu wakuu, na hatimaye tuweke kurasimisha utaratibu sasa wa kuanza kutrain makocha, kutrain marefa na kuanza kutrain walimu wa michezo. Kwa namba ilivyo shule zetu za msingi na sekondari, tuna uhaba wa walimu wa michezo, na wengi wanaofanya kazi ya michezo au kusimamia michezo kwenye elimu ya msingi na sekondari ni wale ambao voluntary tu na mapenzi. Namba sio kubwa sana. Kwa hiyo huko tunapokwenda itakuwa ni sharti la kwamba huwezi kusimamia mpira au kuwa mwalimu wa michezo kama huna cheti kinachotambulika. Nafikiri daraja D. Nita D sio daraja. Tegemea level ya. Wale uko kwenye kikao ndio maana waangalia hapa foto inapoteza kumbukumbu.
kwamba tutakuwa na daraja D ambalo litapeleka kutengeneza uhalali wa yule mwalimu kuweza kuwa mwalimu bora. Lakini pia tunafikiria kuwa na crash program, na hii inaunganishwa kwenye mifumo. Maana yake ni kwamba tutakuwa na asilimia 60 wanajifunza kwa njia ya mtandao na asilimia 40 wanajifunza kwa vitendo. Sasa ile kujifunza kwa vitendo, maana yake wale walimu wote wanaosimamia michezo watakuwa na usajili, wanakuwa na training zao kupitia online program. Alafu baada ya pale 40% wanatafuta center moja, kama ni kaskazini wanaweza kuamua Arusha, au kama ni kanda ya ziwa wakaamua Mwanza, kama ni nyanda za juu wakaamua wapi. Wanakutana, wanamalizia asilimia yao 40, alafu wanarudi. Hiyo lengo lake ni kwamba tuweze kupunguza gap iliyopo kati ya walimu na wahitaji, kwa sababu kwa kweli vijana wengi sana wanahitaji kujifunza, kupata wataalamu wazuri waweze kuwezeshwa kuweka mazingira mazuri. Sasa hizo program zote zitasaidia, maana yake unakuwa na human capital in terms of skill and capability, lakini at the same time unakuwa na infrastructure bora ambazo mwisho wa siku zote ukicombine unaweza kukiona kipaji cha kijana wa Tanzania kikiendelea kukua. Kwa kweli ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan na sisi kama wasaidizi wake wa wizara kuhakikisha kwamba Tanzania tunauza wachezaji wengi zaidi. Na niwaambie ndugu waandishi wa habari, wizara yetu ni wizara mtambuka. Hakutakuwa na maana kama tuna wachezaji wazuri ambao hawawezi kucheza kwenye ligi zingine nje ya mipaka Tanzania. Hivyo hivyo hakutakuwa na maana kama kuna msanii bora lakini hawezi kuimba na kuperform kwenye majukwaa mengine makubwa. The same applies. Tutakuwa na Kiswahili, lugha ya ufahari na tunu ya taifa letu, kama tunaongea sisi peke yetu. Kwa hiyo ili hivi vitu vyote vilete maana, Kiswahili kilete maana, utamaduni wa chakula chetu, ngoma zetu lete maana, swala la mavazi yetu yalete maana, swala la michezo timu zetu zilete maana, swala la wasanii wetu, waigizaji wetu walete maana. Lazima tuvuke mipaka, na kuvuka kwetu mipaka ndio kuonyesha ukuaji wa tasnia yetu na mafanikio makubwa ya nchi yetu. Na ndio maana tunasema